Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na baadhi ya wanafunzi kutoka hapa chuoni SAUT wamesema ipo haja ya kubadilishwa kwa mitaala ya elimu ili waweze kukabiliana na soko la ajira. Zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola vimegunduliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo, wadau wa soka hapa jijini Mwanza wameibua hisia mseto kufuatia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kushindwa kutoa tamko rasmi kuhusu sababu za kutotolewa kwa tuzo ya ligi ya NBC Tanzania bara kwa msimu uliopita. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Dolinson Edward nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Arafa Ngondae atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Jordan Mgoli. Na tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya wanafunzi kutoka hapa SAUT campus ya Mwanza wamesema ipo haja ya kurekebishwa kwa mitaala ya elimu ili iweze kuendana na mahitaji ya soko la ajira. Wakizungumza na SAUT TV wamesema mabadiliko hayo yatasaidia kujenga msingi imara kwa wanafunzi pindi wanapohitimu masomo yao. Mwanahabari wetu Rebecca Barnaba anatueleza juu ya habari hii. Ni katika handaki ya Mtakatifu Agostino ambapo baadhi ya wanafunzi wameendelea kuhimiza mitaala ya elimu kujikita zaidi katika vitendo ili kuendana na mahitaji ya soko halisi la ajira nchini. Tuwe na mafunzo ya practical zaidi kuliko theory tu ambazo tunafundisha madarasani. Maanake kile kitu ambacho unajifunza kila wakati kwa kukifanya kwa vitendo, unakifanya kwa uzuri zaidi kuliko kusoma kwa nadharia za darasani peke yake. Kwa sababu tunavyosoma nadharia peke yake, hata unavyokwenda huko kwenye field ni kama unakuwa hujasoma chochote, unaenda kuanza upya tena kujifunza vitu vingine kwa vitendo. Katika vyuo vingi somo la ujasiriamali linafundishwa tu ukiwa mwaka wa 3. Kwa hiyo mimi naona serikali ingeweka hili somo tangu unavyoanza vile kuingia mwaka wa 1 mpaka wa 3, ili mwanafunzi atakapotoka amemaliza chuo anakuwa yeye rahisi kujiajiri yeye mwenyewe, kwa sababu tukitoka hapa huko soko la ajira tunaenda hatuna ujuzi. Kwa hiyo mimi naona hili somo lingefundishwa sana kurahisisha kazi wanafunzi watakapomaliza waende kujiajiri. Lakini ukiweza kumpa nafasi ya kuweza kukaa akatulia kwenye vitendo zaidi, inaweza kumsaidia kwa njia moja ama nyingine. Inaweza kumsaidia akimaliza chuo akaweza kufanya kazi kutokana na hicho ambacho alikuwa anakifanyia kwenye upande wa vitendo. Lakini ukizidi kumpa kwenye upande wa nadharia tu kila siku chini na nini, itamfanya aweze kupotea kiakili. Katika hatua nyingine, wameiomba serikali kuipa kipaumbele masomo ya ujasiriamali katika ngazi zote za elimu ili kupata maarifa ya kuanzisha na kusimamia miradi mbalimbali, jambo litakalopunguza utegemezi wa ajira serikalini. Mimi ni Rebecca Barnaba, SAUT TV. Asante sana Rebecca Barnaba kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukisalia hapa hapa katika handaki ya Mtakatifu Agostino, baadhi ya wanafunzi hapa SAUT wamesema uwepo wa dawati la kijinsia ndani ya chuo hiki kumesaidia katika kuhakikisha usawa na haki kwa kila mwanafunzi. Mwanahabari wetu Happiness Asheri ametuandalia kwa undani taarifa hii. Dawati la kijinsia limekuwa nyenzo muhimu katika kutetea na kupambania haki za kila mwanafunzi ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino cha Tanzania. Lakini wanafunzi wa chuo hiki wanalitumia vipi dawati la kijinsia katika kupambania usawa wa haki ya kila mwanafunzi ndani ya chuo hiki? Mimi binafsi natambua uwepo wa dawati la kijinsia hasa napoona vitendo ambavyo sio sahihi katika jamii yetu. Ukizingatia mimi ni mtoto wa kike, kuna vitendo ambavyo naweza nikafanyiwa au kuona msichana mwenzangu au hata watoto wa kiume wamefanyiwa ambavyo si sahihi, na nikiona hivyo ndipo ambapo wanatumia dawati la kijinsia kwa kuripoti ili kupata msaada mbalimbali. Kwa upande wangu faida ya dawati la kijinsia linanisaidia labda ninapoingia kwenye matatizo na rafiki yangu, labda amenidhulumu kitu fulani, labda amenidhulumu haki yangu, au kwenye mahusiano labda nimedhulumiwa haki yangu na msichana, labda ameondoka na baadhi ya vitu vyangu. Kwa hiyo nikipitia kwenye dawati la kijinsia linaweza likanisaidia baadhi ya hayo mambo. Dawati la jinsia lipo chuoni kwetu na linatusaidia sana kutatua matatizo mbalimbali hasa kwa vijana wa kike. Binafsi mimi nimelitumia dawati hilo na limenisaidia kutatua changamoto mbalimbali. Hivyo wewe kama kijana ulioko chuoni ni muhimu na ni vizuri kulitumia dawati hilo kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali. Tuendelee na taarifa zetu.
Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mahusiano, Deus Clement Sangu amesema serikali itaendelea kuimarisha mahusiano na makundi ya kijamii pamoja na taasisi za kidini ili kudumisha amani na mshikamano. Sangu amebainisha hayo kwa niaba ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wakati wa maadhimisho ya miaka 47 ya kuanzishwa kwa Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera. Mwandishi wetu Happiness Asheri kwa mara nyingine tena anatuletea undani wa taarifa hii. Katika hotuba yake, Waziri Sangu amesema kuwa serikali itaendelea kufungua milango ya mazungumzo na taasisi mbalimbali za kidini ili kuchochea maendeleo ya taifa kupitia umoja na maelewano miongoni mwa wananchi. Endelea kuwa nguzo muhimu sana katika kujenga amani, upendo, mshikamano, maadili mema pamoja na kulea jamii yetu katika misingi bora ya hofu ya Mungu na uzalendo kwa taifa letu. Amesisitiza kuwa ushirikiano huu ni nguzo muhimu katika kuhakikisha ustawi wa jamii na utulivu wa nchi kwa ujumla. Kwa upande wake, Askofu Mkuu wa Dayosisi ya Karagwe Benson Bagonza ameshukuru serikali kwa jitihada zake, hususan kwa kuanzisha wizara inayoshughulikia masuala ya mahusiano. Makundi haya ya imani ni muhimu kwa sababu ndani yake yana vyama vyote, yana makabila yote, yana rangi zote, yana maskini na matajiri. Askofu Bagonza amebainisha kuwa hatua hiyo ni ya kupongezwa, kwani itasaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuchochea maendeleo ya kiuchumi nchini. Taarifa yake Happiness Asheri inatufikisha tamati katika habari za kitaifa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa Sauti TV. Hivi sasa ni wakati wa kuyaangazia yale yote yaliyotokea nje ya mipaka ya taifa la Tanzania. Mkuu wa Shirika la Afya Duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola vimegunduliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Visa hivyo vipya vinafuata wakati duru za kimataifa zikisema wakazi wanaoishi katika mji ambao ni kitovu cha mlipuko huo wameshambulia na kuchoma hema lilokuwa sehemu ya kituo cha afya kinachotibu wagonjwa wa virusi hivyo. Na kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema wapatanishi wa Marekani na Iran wana mapendekezo madhubuti mezani na kwamba makubaliano kati ya nchi hizo mbili yanaweza kufikiwa siku ya leo. Mwandishi wetu Pendo Abdallah anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Kauli hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa amewaagiza wapatanishi kutoharakisha kufikia makubaliano licha ya kuwa hapo awali alikuwa ameashiria kuwa mwafaka ulikuwa karibu kupatikana. Makubaliano yanayojadiliwa yanaripotiwa kujumuisha kuongezwa kwa muda wa usitishaji mapigano wa siku 60, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na mpango wa kuendelea na mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano hayo yalisababisha bei za mafuta kushuka kwa kiasi kikubwa, huku masoko ya hisa ya Asia yakipanda hii leo. Akizungumza mjini Delhi, Rubio alisema bado wako katika hatua ya mazungumzo, walidhani huenda wangepata taarifa muhimu jana usiku, lakini watarajie pengine hii leo. Aliongeza kuwa kuna msingi imara wa makubaliano kuhusu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya majini inayopitisha takribani 20% ya mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa inayouzwa duniani na ambayo imekuwa ikizuiwa na Iran. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, makubaliano yanayojadiliwa kwa sasa si suluhisho la mwisho, bali yanaacha baadhi ya masuala magumu zaidi yaamuliwe katika mazungumzo ya baadaye. Miongoni mwa masuala hayo ni muda wa kiwango cha kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Iran, kuachiliwa kwa fedha za Iran zilizozuiwa nje ya nchi, pamoja na matakwa ya Washington ya kuzuia Iran kuendelea shughuli zake za nyuklia. Wahudumu wa afya wamesema tukio hilo lilikuwa la pili la aina hiyo katika eneo hilo ndani ya wiki moja. Mkurugenzi wa hospitali hiyo amesema kuwa kwa mujibu wa taarifa za awali, hakuna mtu aliyejeruhiwa katika shambulio hilo, lakini wagonjwa walipokimbia ili kuepuka moto huo, watu 18 wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola walitoroka katika kituo hicho na hadi sasa hawajulikani walipo. Akizungumza na shirika la habari, Dr. Richard Lokudi ambaye ni mkurugenzi wa hospitali hiyo amesema
Wakazi hao wenye hasira walifika katika kliniki iliyopo katika mji wa Mongwalu usiku wa Ijumaa na kuchoma moto hema lililokuwa limewekwa kwa ajili ya wagonjwa wanaoshukiwa na waliothibitiwa kuwa na Ebola. Aidha, alihitimisha kwa kusema kuwa wanalaani vikali tukio hilo kwani limesababisha hofu miongoni mwa wahudumu na pia kusababisha kutoroka kwa watu 18 wanaoshukiwa kuambukizwa katika jamii. Pendo Abdallah, SAUT TV. Shukran sana Pendo Abdallah kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana naye Arafa Ngondae atakaye kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Arafa Ngondae. Baadhi ya wafanyabiashara wa nguo mtaa wa Silivini jijini Mwanza wamesema uwepo wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino umewasaidia kukuza kipato na kukua kibiashara zaidi. Kwingineko, biashara ya kimataifa. Jeshi la Israel limevamia miji miwili ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi na kuwalazimisha wamiliki wa maduka kufunga biashara zao na kuwashambulia wakazi wa eneo hilo. Haya yanajiri wakati ambapo wananchi walikuwa katika harakati za ununuzi wa bidhaa wakiwa katika maandalizi ya Idi ya kuchinja. Kwa taarifa hizi za biashara, tuungane na mwanahabari wetu Grace Germanus. Wafanyabiashara wa nguo wa mtaa wa Silivini jijini Mwanza wameweza kueleza faida wanazozipata kutokana na uwepo wa wanachuo katika maeneo hayo na kueleza kuwa inawasaidia katika kupata kipato kinachowasaidia kujikimu wao kimaisha. Pia faida ziko nyingi sana ambazo tunazipata hapa ofisini. Cha kwanza, faida ya kwanza inatupatia kipato ambayo tunajikimu mbalimbali kwa matumizi yetu, mfano kulipa kodi. Hiyo ni faida mojawapo. Faida nyingine inatusaidia kujuana na watu mbalimbali kama mfano wanachuo. Unapokuwa unamuuzia mwanachuo nguo yako, ina maana unakuwa na urafiki na unajiwekea kuwa na faida nyingi sana, kwamba wanachuo watakufahamu kwamba wewe ni mfanyabiashara wa namna hiyo. Mimi najua hizo ni faida mbili ambazo ni wanachuo wamekuwa ni waongo sana. Mfano, mwanachuo anaweza kaja hapo ofisini akaja kukuambia kwamba nataka nguo, anakuahidi kwamba naiomba hiyo nguo yako niwekee, kwenda anaichambua anaiweka hapo, lakini baadaye anatokomea kusiko julikana. Alafu pia naangalia tena hasara nyingine, naona kuna ile kwamba tunapotezeana muda. Wanachuo kwamba bumu zenyewe hazitoki kwa wakati. Kama haijatoka bumu, mimi nategemea bumu ili niweze kuingiza hela. Kama mwanachuo atopata bumu kwa wakati, hiyo ni hasara mojawapo. Nitakapoleta nguo zinakuwa zinaendana, muda utakuwa umeenda, kwamba nguo zitakaa zitapauka, wakati itakiwa kwamba nguo ninavyojumua hapa aichukue mwanachuo. Yeah, of course naweza nikasema totally inanisaidia kwa vitu vidogo vidogo kama hivyo, kulipa kodi, hata labda mazingira mengine ya kujisaidia mimi, familia, yeah. Maana hatuna kazi nyingine tofauti na hizi, ndio hizi zinakuta zinatusaidia. Kwa changamoto zinazokuwepo hapa, labda ni kwa mfano watu wanakuja anachukua mzigo, unaona, yani anaweza kalipa kidogo, afu mwisho wa siku kamaliza, ndio hivyo uweze kumpata anatembea, lakini maisha lazima yaendelee. Uvamizi mkuu ulilenga Dura kusini mwa Hebron, ambapo magari ya kijeshi ya Israel yaliingia katikati ya mji, huku kukiwa na umati mkubwa wa watu kabla ya wanajeshi kusambaa mitaani na kufyatua mabomu ya machozi na kuwalazimisha wamiliki wa maduka kufunga maduka yao. Aidha, mapigano yalitokea kati ya vijana wa Palestina na vikosi vya Israel wakati wa uvamizi wa jeshi la Israel katika mji wa Beit Fajar kusini mwa Bethlehem. Hata hivyo, wakati wa April, wavamizi wa Israel walifanya mashambulizi 540 dhidi ya Palestina na mali zao katika ukingo wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na Yerusalemu, kulingana na ripoti ya kila mwezi ya tume ya mamlaka ya Palestini dhidi ya ukuta wa makazi. Mashambulizi hayo yalitokea huku jeshi la Israel likiendelea na mashambulizi yanayoongezeka katika ukingo wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na mauaji, kukamatwa na uvamizi katika miji unayohusisha upekuzi wa nyumba na uharibifu wa mali tangu kuanza kwa vita ya Israel katika ukanda wa Gaza
mnamo Oktoba 2023. Kulingana na takwimu rasmi za mashambulizi ya jeshi la Israel na wavamizi katika ukingo wa Magharibi, tangu wakati huo yamewaua takriban Wapalestina 1162 na yamejeruhi watu 12,245 na kusababisha kukamata kwa takriban watu 23,000. Aidha, ameeleza kuwa jukumu la msingi la serikali ni kushughulikia na kuhakikisha upatikanaji na uwezo wa nishati kwa watu bilioni 1.4, huku akisisitiza kuboreshwa kwa biashara ya nishati. Uhusiano kati ya washiriki hao wawili wa kimkakati ulikuwa umeharibika kutokana na sera za ushuru wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa India kwa ajili ya kununua mafuta ya Urusi wakati wa vita vya Ukraine. Wakati wa mkutano wake na Waziri Mkuu wa India Narendra Rubio, alisema baadhi ya bidhaa za nishati za Marekani pamoja na Venezuela zinaweza kubadilisha mahitaji ya India, na India pia ilikuwa mojawapo ya waagizaji wakubwa wa mafuta ya Iran ambao iliacha mwaka 2019 kufuatia vikwazo vya Marekani, lakini ilianza tena mwaka huu baada ya Washington kutoa msamaha kufuatia mzozo unaoendelea na Tehran. Hata hivyo, mataifa mengi ya Asia ikiwa ni pamoja na India yanategemea Hormuz kwa usambazaji wao wa nishati kutoka Mashariki ya Kati. Mimi ni Grace Germanus wa SAUT TV. Asante sana Grace Germanus kwa taarifa hizo. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Jordan Mgoli. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Arafa Ngondae. Ni matumaini yangu mzima wa afya mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Mimi ni Jordan Mgoli. Baadhi ya wadau wa soka jijini Mwanza wameibua hisia mseto baada ya shirikisho la soka la Tanzania TFF kushindwa kutoa tamko rasmi kuhusu sababu za kutokutolewa kwa tuzo za msimu uliopita wa ligi ya NBC Tanzania Bara, huku msimu wa ligi 2025-2026 ukielekea ukingoni. Wakizungumza na SAUT TV habari, wadau hao wamesema kuwa kuchelewa kwa tuzo hizo kunashusha thamani ya ligi na kupunguza morali wa ushindani kwa wachezaji wanaojituma katika vilabu vyao na kuamini kuwa juhudi zao hazitambuliwi kwa wakati. Kwingineko barani Ulaya, kiungo wa Manchester United Bruno Fernandes ameandika historia mpya baada ya kufikisha pasi 21 za usaidizi wa mabao katika msimu mmoja wa ligi ya Uingereza na kufanikiwa kuvunja rekodi iliyowahi kuwekwa na nyota wa Arsenal Thierry Henry na Kevin De Bruyne wa Manchester City ambao waliwahi kuweka rekodi ya kutoa pasi 20 za usaidizi ndani ya msimu mmoja. Kwa undani wa habari hizi za michezo tuungane naye mwanahabari wetu Nicodemo Leonard. Kutokutolewa kwa tuzo za NBC Tanzania Bara za msimu wa 24-25 kumeibua mjadala baadhi ya wadau wa soka nchini, wengi wakidai kuwa kitendo hicho kinaifanya kushusha thamani ya ligi yetu. Na leo nipo katika ndaki ya chuo cha Mtakatifu Agustino ambapo baadhi ya wadau wa soka wameeleza juu ya sakata hilo. Hili jambo la kutokutoa tuzo mpaka sasa ni jambo ambalo linachafua kwanza taswira ya ligi yetu, ukizingatia ni miongoni mwa ligi ambazo zilikuwa zinahesabika miongoni mwa ligi bora barani Afrika, lakini likitokea jambo dogo kama hilo mpaka sasa ambalo ukiangalia baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanahusishwa na kuwania hizi tuzo wameshatoka katika ligi ya Tanzania wameenda katika ligi nyingine, wangehusika kwa namna moja ama nyingine kutangaza ligi yetu, lakini kitendo cha wao kutoka hapa na wameshinda tuzo mbalimbali lakini hawajapatiwa ni jambo ambalo linachafua taswira. Kwa hiyo ningeshauri TFF wangekuja na statement maalum kwa nini mpaka sasa hizo tuzo hazijatoka, ili kuhusu tuzo za NBC Premier League kwa msimu uliomalizika. Kwa kweli kilichotokea msimu uliopita ni jambo ambalo kidogo sio la kiungwana na jambo ambalo wanasoka wengi sana kulitarajia. Tunatarajia kwamba msimu kishamalizika kunakuwa kuna tuzo ya MVP, mfungaji bora, kipa bora, lakini mpaka muda huu tuzo za mwaka jana kwa za msimu uliomalizika hazijatolewa mpaka sasa hivi. Kitu hiki of course kina kili sana motivation kwa wachezaji. Na huko barani Afrika, klabu ya Mamelodi Sundowns imefanikiwa kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya FC FAR Rabat katika mchezo wa marudiano wa fainali uliochezwa mjini Rabat, Morocco, na kushinda kwa jumla mabao 2. Katika mchezo huo FC FAR Rabat walitangulia kupata bao kupitia mkwaju wa penalty dakika ya 40
kabla ya Tebogo Mokoena kusawazishia Sundowns muda wa nyongeza wa kipindi cha kwanza. Ubingwa huo unakuwa ni wa pili kwa Mamelodi Sundowns katika historia ya mashindano hayo baada ya mara ya kwanza kutoa taji hilo mwaka 2016. Na huko barani Ulaya, kiungo wa klabu ya Manchester United Bruno Fernandes ameandika historia ya kuwa mchezaji mwenye pasi nyingi za usaidizi wa mabao katika msimu mmoja ndani ya ligi kuu ya Uingereza. Hii inakuja baada ya kiungo huyo kufikisha jumla ya pasi 21 kufuatia mchezo wa mwisho dhidi ya Brighton uliochezwa mwisho wa juma hili. Rekodi hiyo inamweka Bruno juu ya mastaa waliowahi kuweka rekodi ya assist 20 katika msimu mmoja ndani ya ligi hiyo, akiwemo Thierry Henry pamoja na Kevin De Bruyne. Mbali na mafanikio hayo, kiungo huyo wa kimataifa wa Ureno pia ametajwa kuwa mchezaji bora wa mwaka wa chama cha waandishi wa habari wa michezo kwa upande wa wanaume mwezi huu kutokana na kiwango chake bora kabisa msimu huu. Mimi ni Nicodem Leonard wa SAUT TV. Asante sana Nicodemo Leonard kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Jordan Mgoli. Nirudishe kijiti hichi kwake Dorrington Edward kwa kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Asante sana Jordan Mgoli kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatishia taarifa habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa habari tupate tena muhtasari wake. Baadhi ya wanafunzi kutoka hapa chuoni SAUT wamesema ipo haja ya kubadilishwa kwa mitaala ya elimu ili waweze kukabiliana na soko la ajira. Zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola vimegunduliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo, wadau wa soka hapa jijini Mwanza wameibua hisia mseto kufuatia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kushindwa kutoa tamko rasmi kuhusu sababu za kutotolewa kwa tuzo ya ligi ya NBC Tanzania bara kwa msimu uliopita. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Dorrington Edward. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na siku njema.